Haijawa rahisi mimi kuwa hapa, ila ni mkono wa nani? Tunalala kama vile wao, tunafanya mazoezi ya nguvu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Lakini kinachotuamsha mimi na wewe hatukijui. Ikifika tu alfajiri, yule kaamka, ni mkono tu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Mungu wangu kwa kuwa analinda familia yangu iliyoko hapa, iliyoko Kongo, iliyoko Tanzania, na ilinda. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Inakaribia miaka 20 na zaidi simuoni mama yangu, mbaki tuna na mzazi mmoja peke yake, mwingine shatangulia mbele ya wakati. Alikuwa mzaifu, lakini nilipoongea naye juzi akaniambia kwamba amekuwa salama. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Nina mkubwa wangu ambaye yuko Kongo, na yeye vile vile alikuwa kusikia kichwa kinamsumbua kila mara. Hii mishipa ya hapa inamsumbua kila mara. Ameenda Burundi, amefanywa check up, haonekani ugonjwa wowote, lakini kichwa kinamsumbua hapa na hapa. Lakini ninaambia mdogo wangu, nimeshangaa. Hapo awali nilienda katika waganga wengi wa kienyeji, nimeenda mpaka hospitali, lakini sikuta nani yoyote. Lakini nashangaa tu siku hizi 2-3 nasikia tu kichwa kimetulia chenyewe. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, amen. Na mimi nilikuwa mdhaifu kabisa, mkono wangu huu yani nilikuwa siwezi kufikisha hapa. Nilikuwa nikifika hapa naishia tu hapa hivi. Sijui kama ni nini, lakini nimesikia tu maumivu hapa na pale, lakini nashukuru Mungu, nikiweka mkono hivi, nikifanya mkono hivi, nimekuwa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Tunasema kwamba si rahisi, lakini kwa uwezo wa nani? Mwenyezi Mungu, amen.
Amen. Amen. Mimi nina sababu ya kushukuru Mungu wangu kwa makuu na maajabu aliyonitendea. Nilikuwa mjamzito, nikajifungua salama, kwa sasa niko salama na mtoto ako salama. Taimba kaimbo kafupi kauga yangu. Awe sageze ibintu birahinduka. Awe sageze bimera neza. Oya kantanze, oya sikwagisiga. Awe sageze bimera neza. Awe sageze ibintu birahinduka. Bwana Yesu asifiwe sana.